chama CMCFDP, yani Collectif de Mouvement pour le Changement, pia msemaji wa wazalendo, yani msemaji wa vikundi vya wazalendo ambao vimetia fasi moja kwa ajili ya kupigania nchi yetu ya Kongo. Na ingawa tumewaitisha mahali hapa kwa sababu tunakuwa na habari ya rambirambi ya kuweza kuwapasha wakongomani wote na dunia mzima. Na habari hiyo ni kwamba huyu mnayemwona pembeni yangu atasema jina lake. Jina lako nani? Unazaliwa wapi? Nazaliwa Rwanda. Huyu mnayemwona hapa ni Mnyarwanda ambaye tumeshika. Alikuwa mwanajeshi wa RUD Urunana, ni chama ambacho wamoja wanakiita pia FDLR RUD, lakini ni chama cha Wanyarwanda ambao wanapiganisha utawala wa Kagame. Yeye alikuwa mwanajeshi wa chama hicho tangia mwaka 2012, na nyuma ya hapo aliweza katoka. Alipotoka akakimbilia Uganda kwa sababu huko anasema ndiko ambako jamaa lake linabaki, na kupitia huko ambako alielekea Uganda katika kambi ya Chankware aliweza akatafutiwa na jeshi la Uganda la Rwanda, samahani, yani DMI. DMI ni service secret ya Rwanda. Ikamchukua na ikamrudisha Rwanda huko ambapo aliweza kupata refresh course, yani wakamrudisha tena kwa kijeshi kisha kufanya mafunzo, akaingia kwenye reserve forces ya Rwanda ili aendelee kutumikia Rwanda, lakini si kutumikia Rwanda kwa ajili ya kuleta amani nchini Rwanda, lakini ni kwa kutumikia Rwanda kwa ajili ya kuleta usalama mdogo nchini Kongo. Na kwa wakati ambao tuko ndani ya wakati kama na huu wa vita ambapo Rwanda ikisaidiwa na Rwanda na Uganda pia wamerudisha huko ile ambao wanaita M23, yeye alipewa mission. Kuna mission alipewa hapo awali za kuweza kuangamiza wandugu yake wa Rwanda. Akishafanya formation ya refresh course, alirudisha kwenye udongo wa Kongo, na hapo alifanya mission mbalimbali ya kuweza kuwawinda wandugu zake, lakini yeye pia akijifanya kuwa ni FDLR. Anasema kwamba aliketi hapo Bunagana kwa muda mrefu, ataweza naye kusema neno kidogo hapo. Na sasa sisi kuweza kumshika alikuwa ametumwa kwetu, sababu sisi kama wazalendo tumeshimama kwa ajili ya kutetea nchi yetu na kupiganisha mipango mibaya ambazo Rwanda inakuwa nazo kwa ajili ya nchi yetu, na Uganda pia vile. Akatumwa ili aweze kuja kutafuta wafuasi watakaojiita wazalendo na kuweza kusema je, wanataka kutumikia nchi, ijapokuwa wao wanawatuma kwenye mission special ya kuweza kutuangamiza sisi na kuangamiza hata wale wanaopinga Kagame na kuangamiza hata wale wanaokuwa kwenye government ambao hawashirikiane kabisa na mpango huu wa kuweza kugawa nchi yetu wala kuweza kuidhibiti. Na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tuliweza tukamshika, na tukasema sababu sisi tunaheshimia haki za binadamu. Tumefunzwa nyingi, tunakuwa na acte d'engagement tumesaini na appel de Genève, protection de l'enfance ya MONUSCO, yani DIH tunaheshimu sana. Tukasema hatuwezi kumuua, itabidi tuweze tukampatie government na MONUSCO hiyo inasema eti hayakuwa na uhakika ya namna gani Rwanda inatuvamia, waweze wakapate habari kanuni ambazo wanakuwa nazo, na hiyo itaweza kuleta mchango kwa ajili ya ukingo tunaofanyia nchi yetu. Yani ndio sababu tuliwaalika nyinyi wapasha habari ili mwe washuhuda, na kisha hapo tutaweza kumpatia government. Sisi tunajulikana, wanaweza kututafuta, tuko tayari kuwapatia mtu huyu, lakini tukiwashurutisha, sababu tunaweza kuyaishi mambo hapa juzi. Jeshi la Rwanda lilikamatika hapo Biruma, kisha hapo pressure ya Rwanda ikakuwa nyingi, government yetu ikawarudisha. Sisi huyu ambaye tunataka kumtoa si kwamba wamrudishe Rwanda, sababu yeye peka anahofia usalama wake, sababu mission walimpatia meshindo, wakamrudisha huko ataweza kufariki. Pia wakamrudisha huko, na sisi na wale ambao walitusaidia kuweza kumkamata, usalama wao utakuwa mdogo sana. Yani tuna pendekezo la kusema government yetu isifanye tena ziaka hiyo. MONUSCO pia isifanye ziaka hiyo. Huyu mtu waweze kumshikia mahali ambapo wataweza kuexploit habari zote ambazo wanakuwa nazo, habari mbovu sana kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo, na habari ambazo zinaonyesha wazi wazi ya kwamba Kagame anakuwa na mpango mbaya kwa ajili ya nchi yetu. Wasipofanya hivyo watakuwa wametuvunja moyo, na nadhani ya kwamba kazi tunayofanyia taifa letu bila malipo yoyote watakuwa wakimultiply par zero, ijapokuwa sio kitu kizuri. Hilo ndio lengo ambalo limeacha sisi tunawaita mahali hapo. Sasa huyu mmemkamata wakati wa mapigano ama tu alifanya ujasusi? Huyu alitumwa, yeye hakuwa kwenye uwanja wa mapigano.
alitumwa kutoka Rwanda, kavuka Kigali, Gisenyi akavuka Goma. Yaani iko na alivuka kama vile mkaaji. Na alikuwa akicommunicate na wamoja kati ya wakongomani wazalendo, na wale ndio tupatia habari ya kwamba kuna mtu anakuja na mission fulani ya hivi na hivi, tuweze kufanya nini, na ndipo tunaweza kupanga njama ya namna gani tunaweza kumkamata vizuri pasipo kumuua, ili habari hizo na mission ambayo anakuwa nayo tuweze tukaitia hadharani mbele ya mataifa. Anajitahidi sababu aliishi Walikale, Binza. Ndugu, habari? Unaweza kujitambulisha majina tukufahamu vizuri? Na kama umetoka wapi? Jina yangu Kubimana Elize. Nilikuwa Goma na ninatokea Rwanda. Na umefikaje Kongo hapa? Kongo nilifika kama 2012 na ninakuwa mu FDLR rudi. Mimi nilikumaria ka Uganda na wazazi wangu ndio kunywa na kwaka. Kisha nilitoka ka Uganda nikakuwa mu FDLR rudi. Prepare sasa tulikuwa mu Walikale, maviti kakwa za mingi tukatoka kule, rudi yote katoka kwa Binza. Ndio niliona dunia inaisha, nikaona hii chama maana yake nabomoka, nikarudia Uganda. Nirudia mkambi saa nani masikini nilipigaka, na nilikuwa na watu wa mingi wenyewe kwa ananiita Rwanda, wanasema sasa wanasukuya, lakini mbona wengine wesha kwa Rwanda hawakufia kitu, wenyewe kwa nao wanawesha tokea mnani mwifuteleli. Kisha prepare njoo nikasema, lakini kweli mbona hapo masikini ni bwana wako anasema sio kaenda Rwanda, unapitia kwenye naita mtoko kutoka kule wanakupatia makuta jana nisirudie kitu. Njoo nikavuka nikaenda Rwanda. Aliza ile kosi ya mtogo inakuwa ya miezi 3. Prepare wakasema sasa wane. Unajua sasa unatoka kule hawezi ikara. Maana yake ni sheria kama ulikuwa mwefu derili hata ikue kwa hii FPP hata ikue wapi. Ukarudia Rwanda ukamtoka kwa ile nani ile refreshing ya kutosha ama vya mpori na nini na kukuta methodology yao mpaka tena kwa uburije ubatumikie wanakuta mchima na ite reserve force. Wanakuonesha kama weye na wenyewe walitoka mu kisoda yabo hakuna tofauti nye bote muko wa reserve force. Prepare sasa huko mpango yenyewe ilipangiwaka ya kamata mwenyewe alikuwa anaitwa Ben Rutabana. Ni wa Rwanda alikuwa na asemeli moja na Rwanda. Mimi na anaishi kama Ulaya kama Ufaransa sijui kwa anaishi. Kisha walipanga mpango ya kumkamata, wakawa namdanganya nabo ni waadui ya Rwanda, wanapenda wapige Rwanda abasaidie naye akwe nabo. Njoo ule Ben utanajua alikuwa na watu wa Uganda ba mingi. Akaongea na Uganda wakaanza kuwa anamtumia watu sasa kutoka Uganda mzile makambi kwa na mimi nilitoka. Kisha wale watu wenyewe walikuwa wanawazia sasa wanakuya muadui ya Rwanda. Kumbe wanakuya mu Rwanda yenyewe. Ile siku tulikuwa na tuko Mabunagana na Kiseguru. Na ile siku FRDC ilikuwa inachangiwa na nani ya Rwanda. Na basoda ba Rwanda. Kama walikuwa mission zile za kuatake vile vya panani kwa Afrika ile nani ile FDLR. Na wengine maana walikuwa na gawe ya marapili. Huko wenyewe walikuwa maile operation walikuwa nakamata wale wa Uganda na wengine ya kufanya operation. Kisha mimi nilikuwa maile ya kukamata wale wa Uganda na tuku nadanganya juu kukuye ule mkubwa Ben wenyewe alikuwa anachunga. Juu Ben alitoka mkisoda ya Rwanda akaenda nje na alikuwa na nani Kayumba. Prepare mwisho sasa tulimkamata njoo nikarudia Rwanda. Ile nani ile kikundi yenyewe kwa watu kenze bakabarudisha Rwanda bakukamata. Sasa umekuwa muda mrefu. Ni kitu gani kilikutuma Kongo? Marafiki wala ndio kwa sasa. Ulikuja kufanya nini kwa sasa mpaka hao wanakukamata? Kwa sasa kulikuwa kikundi yenye Rwanda ilikuwa inatajenga Mkongo ya Wakongomani. Kisha ile kikundi nikaambia ku mtu mwenyewe anaita Nata. Alikuwa mwoferi yangu kutoka Murudi naye na anaishi Goma. Nikamwambia wewe ana kwa kikundi yenye Rwanda hiki na prepare tena kwa masikini unaona ni ya mingi. Wewe unaweza enda mwayo na wewe maisha naendelea. Njoo akasema tena tuko na chinge chenye naita MPA tunaweza viunganisha. Nikasema ndio, nikamwambia okay. Mimi nataka kwa tuviongee. Ile njoo kukuya kufika Goma wakaniletea.
kusema kwamba umetuma na Rwanda ili muunde kikundi kingine. Maana ile kikundi ya Rwanda hiyo ni ya kawaida, haiko njoo mimi mwenyewe nilikuwa naipanga, inapangiwa tulishaitikiwa. Ilikuwa inapangiwa. Mimi just nilikuwa napenda na mimi nikuwe nguvu juu ya kuonesha kama na mimi niko na elimu zingine hizi waongezee. Sasa wengine wako wapi? Vingine mwaile chama. Wengine mwaile chama ilikuwa nasema sehemu hata ishimamia ni yeye Mchoma, nilimsema hapo kama wanamjua sijui. Na kwa kwenye ananiambia si wanamjua. Sasa wanatumia vikundi vya Kongo ama wanajeshi wa Kongo wanatumia nani? Wanatumia Wakongomani. Juu hapo lengo yao jinsi vile vinaonekana wanatuonesha kama lengo yao ni ya kugombana na FDLR. Lakini ukweli ni nini? Ukweli kutokana na vyenyewe viko wako vya M23 na nini, unaona tu na kitu cha mrefu chenye kiko nyuma cha kugawira Kongo. Ndio tulipata habari kwamba hata ulikuwa unataka kutembelea baadhi ya makamanda wa jeshi kuwapa pesa ili waingie kwenye upande wenu. Ningepata ile na nini ningevifaa juu. Unaona kule Rwanda hakuna kazi yenyewe nasema sasa banakupokelesha kama mafuta uta au tunatafuta kitu chenye tabambia sasa wana niko na mtu mwenyewe na hizi jiunga kunyii. Ukamupata ndio wanaanza kuambia yeye anakamata mainite. Zile inite ndio kuona toshaka nawe profia yako meha habakulipaka sehemu mshahara njoo hii. Swala lingine. Lengo kubwa la kundi lenu ni nini? Lengo kubwa ya ile nani yenyewe tulikuwa nataka gombanisha, yenyewe tulikuwa nataka jenga na kuchanga na MPA ni ya kugombana na FDLR. Pana kupigana na jeshi la Kongo. Ile ni politiki ya mrefu juu naona saa pale bunagana. Sasa wenyewe wako nyingi ni Rwanda. Lakini ile hayo walikuwa wanaonesha kama itatokea nyuma na inaonesha kama inagombana na FDLR juu saa hii chenyewe wanaona kinabazuia mjao vya Kongo ni FDLR. Sasa leo unahitaji pengine nini? Urudi Rwanda ama ubaki Kongo? Sasa siwezi rudia. Juu vile nilishasema hata nikafika nao wataniua tu, maana yake sasa hakuna nyingine usema sasa ni kumsiana tena. Ulikuwa ndani ya FDLR. Ulipelekwa Rwanda kwa njia gani na ukarudia kwa njia gani? Nilipeleka Rwanda, maana yake watu wa Rwanda juu kuko ba mingi wenyewe walikuwa wanajua kanisha toka Murudi. Yeye tuliishi nabo mbele nabo bakatoka. Sasa nilifika Uganda wakaanza kuwa na niitaita. Nasema sasa wana wewe huko mubinini sukuye. Maana yake walikuwa wale watu wanani ba kama Dema kwa sisi tunawaita ba RD. Tunawaita kuko DI. Kisha maile na ile Faransa ile kama mlisha kama hata kama Dema kwa nini DI ndio vitu vitatu. Kisha ndio wenyewe walianza nitafutisha wakasema tuko na mtoto mwana. Samahani, unaweza kuanzia kuko wale watu wa DI uache zile explication zote? Rudilia tena swali. Rudilia kujibu gisi ulikuwa unajibu. Watu gani walikuwa nakuita, watu gani walikukamata juu urudie Rwanda? Wenyewe walikuwa wananiita ni watu wenyewe walitoka Kamurudi tena, wenyewe walifika kule nao wakawapatia kazi. Ndio walianza kuonyesha kama nao walifika kule, sasa hivi kuna tumika na ile DI na hakuna shida mimi na hizi kule. Je, kuna wengine wa FDLR ambao wanakwenda Rwanda baadaye wanawarudisha tena Kongo? Sana. Tena hawezi katara ni sheria tu mfano. Unasema? Wako wa mingi wanawarudisha kama ni sheria hawezi katara tu. Wanakuonyesha kama ulisharudia, unarudia kama kufanya kazi nabo mpaka tu ufanye vyenyewe nao wanakuburishia. Na unadhani kama ni wengine wangapi kama wewe mlitumwa hizi siku za karibu kuja kudestabilize Kongo kwa jina la FDLR? Hizi masiku juu ya hii hali walishatoka. Juu mbele walikuwa naikara mu Mabunagana, Ruchuru. Hizi masiku juu ya hii hali yenyesha kwa mubaya, wote waliwatoshaka wenyewe wako tu ni wenyewe wako mvita tu.